kule sio kamfanya nini. Abili mpaka kajua neno uamsho, mashewa uamsho. Kuda dada FBI ni kiboko. Mpaka uamsho unajua. Kumbe wale mashewa uamsho wamefanywa unyama ambao hujawahi kutokea duniani. Wameingiziwa machupa ya Coca-Cola matakoni na askari wa Kitanzania. Mashe, watu wanaomwamini Mungu, wamefanywa upumbavu huo. Ndio maana msishangae saizi kama juzi Paroko kapitiwa huko Kigoma. Paroko. Na yule Paroko mwingine si wapi huko Iringa alipitiwa huko hadi akaokotwa mapolini. Hii serikali saizi haiangalie wewe ni dini, una dini. Hata yale yanayojitia yanashupaza misuli yale ya Maislamu yale majinga yale majizi. Yale na yenyewe kitawageukia tu. Kwa hiyo hizi taarifa kumbe wanaziogopa sana kule serikalini. Wanaziogopa kweli kweli. Na wamedai zirudiwe. Na taarifa zipo nyingi. Zile za kule zitakuwa secret mpaka zitakapotoka. Zile za Commonwealth, Abili amesema zile mpaka amalize kabisa. Ila ana taarifa nyingi karibia 8 lakini si za sasa hivi. Leo tutarudia tena hiyo ya nini na yeye mwenyewe anajua zile mpya alizonazo. Lakini jipya kabisa na kubwa zaidi ni kuhusu maiti kuchomwa moto. Satellite zimeshaonyesha kila kitu na zile maiti kufukuliwa kila kitu. Hivyo vitu vipo. Kwa hiyo tutamkaribisha Abili aje akazie pale nilipoishia. Hakuna sehemu ambayo ni salama. Kila eneo ambako naenda unaona nchi imeharibika. Yaani tumekuwa kama tupo kwenye kisiwa cha uharibifu. Yaani watu wote tulioko Tanzania ni kama vile tunapita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Sasa lazima tupambane kuhakikisha tunaondoka kwenye haya mazingira. Haya pamoja wote tushike mabango, tutembee barabarani, tuitafute haki usiku na mchana. Usiku na mchana. Na mahali walipofika nataka niwaambie watumishi wa Mungu, hakuna askari atakaye shuti. Hakuna risasi itakayolia katikati yetu. Hakuna atakayenyosha mkono wake. Kwa hiyo ondoa woga. Jana niliwaambia na juzi niliwaambia kwamba woga umefananishwa na uchawi. Woga umefananishwa na uasharati. Woga umefananishwa na dhambi ambazo sio za kawaida. Kwa hiyo woga ni dhambi. Kwa lazima tupambane kuhakikisha huo woga usikae ndani yetu. Huo woga usikae ndani yetu. Mimi ni mchungaji. Nawaambia kabisa wakati Mungu anawapeleka wana wa Israeli Kanaani. Wakati Musa anampa wosia Joshua, na wakati Mungu anamwambia Joshua, alimwambia usiogope, uwe na moyo mkuu. Na mimi nataka niwaambie msiogope, tuwe na mioyo mikuu ya kupambana, tuwe na courage ambayo sio ya kawaida, tuwe na umoja ambao sio wa kawaida. Usikubali mtu yoyote akufunge kinywa. Usikubali mtu yoyote akutie hofu. Sisi ni wachungaji kwenye magrupu yetu ya wachungaji, ukiandika kidogo unashangaa admin amesha kuja huko hatutaki kina. Kwa unaona woga upo mpaka kwenye manania ya magrupu ya wachungaji, magrupu ya maaskofu, huko kote woga umeshawekwa. Sasa ili kuondoa kwenye haya mazingira lazima tusimame na kupambana. Kama hatutapambana watumishi wa Mungu kuhakikisha tunaikomboa taifa, tukubali kuwa watumwa milele. Tukubali kupotezwa kila wakati. Tukubali kufa kama sisimizi. Kama sisimizi. Tukubali kuteswa kwa viwango ambavyo hatujawahi kuona. Kwa sababu watahakikisha wanatuzima kabisa. Watahakikisha sasa hivi wanakuja na agenda ya katiba. Nataka niambie kwa bunge tulilo nalo sasa hivi, katiba itakayoingia mule ndani ya bunge, katiba itakayotoka mule ndani ya bunge ni katiba ambayo inakwenda kutumaliza wote. Ni katiba ambayo inakwenda kutufunga wote. Itahakikisha kwamba hakuna kijana atakayeongea tena. Hakuna kijana atakayesimama tena. Na hiyo tutatumia nguvu ya ziada kuitoa CCM tena. Na vyombo vya habari, waandishi wa habari najua mnasikiliza hapa. Hakuna watu ambao wamekuwa mbwa wasiong'ata kama waandishi wa habari. Waandishi wa habari wamekuwa kama kitu kisichokuwepo kabisa Tanzania. Hawasemi, hawaongei. Hata huyu aliyekuwa anauliza maswali, nilikuwa namwangalia namna alivyo na uoga kumuuliza Msigwa swali
ana uoga ambao si wa kawaida. Unaona kabisa anatetemeka, anauliza yani unasema huyu nataka niambie, hakuna aliye salama. Tumeona akina Azori Gwanda walikuwa ni waandishi wa habari, wametekwa. Nani aliye salama? Nani aliye salama? Hakuna aliye salama. Kwa waandishi wa habari tunawategemea na nyinyi kwenye maandamano haya ambayo tunakwenda kuyafanya tarehe 9 mwezi wa 12. Na wachungaji najua mnafuatilia hapa. Wachungaji, twende. Mlituangusha sana tarehe 29. Tarehe 29 mnajifanya amani. Sasa hivi tuone mkiongea. Tunataka twende tukalipambanie taifa la Tanzania, kuhakikisha tunamuondoa huyu mkoroni mweusi madarakani. Kwa kutaka au atake au asitake, tutamuondoa. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu na watu wa Mungu. Naomba pia niombe moja kwa moja, then nitashuka. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu sana na ni Mungu usiyefananishwa na chochote. Mungu, wakati Israeli wanaingia katika nchi ya Kanaani, uliwaambia wasiogope, na hasa ulimwambia Yoshua. Lakini pia haikuwa ni rahisi sana wakati wapo katika nchi ya Misri, wakati wanatumikishwa kama ambavyo ilivyo leo Tanzania tunatumikishwa kama ilivyokuwa kule Misri kwa wana wa Israeli. Mungu, ulimtumia Musa kuleta ukombozi juu ya wana wa Israeli. Na wewe Mungu umeinua vijana ambao Bwana wamesimama kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ninakusihi Mungu, katika jina la Yesu, ukasimame na watoto wako na watumishi wako. Asiwepo hata mmoja atakayekata tamaa katika mapambano haya, katika vita hii ambapo Bwana tunaona watu wanatekwa, watu wanaonewa, watu wanadhihakiwa, watu wanafungwa, watu wanabambikiziwa kesi. Mungu, hapa tulipofika tunakuhitaji wewe tu. Ninaomba Mungu, ulisema haukutumbia roho ya woga, bali roho ya ujasiri. Ninaomba utupe ujasiri usio wa kawaida ndani yetu. Tupe ujasiri ndani yetu, Bwana. Tupe ujasiri, kila mmoja mwenye hofu kwamba nikisema nitapotezwa, kwamba nikisema nitakufa, watoto wangu wataishije, watu wangu wataishije. Mungu, naomba uende ndani yao, wape ujasiri ambao si wa kawaida, si wa kawaida. Ujasiri ambao Mungu unakwenda kuleta historia mpya ndani ya taifa la Tanzania. Mungu, simama na wote wanaopambana hapa. Tunakataa hawa wanaofuatilia, hawa wanaopambana kwenye live hizi. Mungu, asiwepo hata mmoja atakayepotezwa, atakayeumizwa. Na hata siku ile Bwana ya maandamano, tunahitaji uongozi wako, tunahitaji wingu lako liwe pamoja na sisi. Na ninaamini kabisa Mungu, hakuna atakayeumia, hakuna atakayetekwa wala atakayepoteza maisha, kwa sababu Mungu, tumesikia Bwana nabii mbalimbali zikuzungumza habari ya ukombozi wa taifa la Tanzania. Na mimi Mungu naamini kwamba huu ndio wakati ambao Bwana wewe Jehova umeuchagua, wewe Mungu umeuchagua, wewe Kristo umeuchagua, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Nasi Baba, tunaomba umoja katikati yetu, kila mmoja Bwana, umoja wako Mungu, umoja wako Kristo, umoja wako Jehova. Baba, nakushukuru na kutukuza. Namwombea Habiri ambaye Mungu umemtumia kutufundisha mambo mengi, vitu vingi ambavyo tulikuwa hatuvijui. Umlinde. Tunajua Bwana, wapo watu wenye hila, watu wenye roho mbaya wanaomtafuta kwa ajili ya mabaya. Mungu, umlinde, umfunike kwa nguvu zako na uwezo wako. Mfunike Sama ambaye Bwana yeye ndiye anayeongoza platform hii, na wote wanaozungumza katika platform hii wafiche ndani ya damu yako Baba, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, kwa sababu wewe ni Mungu, unatosha na unafanya. Ni katika jina la Yesu, amen. Moja kwa ajili ya kujadiliana juu ya hatima ya taifa letu, na namwomba Mwenyezi Mungu akuwe anatupea busara, akuwe anatupea hekima, akuwe anatupea maono ya kuweza kuzungumza kwa nidhamu na kwa heshima, bila ya kuweza kumkera mtu mwingine yoyote. Na pia vile vile naendelea tena kukumbusha ndugu zangu, kama
utukufu na sifa njema anastahili Mwenyezi Mungu peke yake. Huwa najisikia vibaya sana ninavyokuwa natukuzwa, kwa sababu naamini hiyo sio sifa ya inonifaa mimi peke zangu. Hiyo ni sifa ambayo inamilikiwa na Mwenyezi Mungu peke yake. Mimi na wewe na makaka zetu yote ambazo tuko hapa na walikuwa wanapigania nchi yetu kabla ya mimi na wewe, sisi tunatakiwa tukue tunajitambulisha kwamba ni watumishi wa Mwenyezi Mungu, kwa maana ya kwamba tunamtumikia Mungu, kwa sababu hatuko na masifa, hatuko na mavigezo ya kupewa utukufu. Hiyo ni sifa ya Mwenyezi Mungu peke zake. Kwa hiyo hiyo ni jambo ambayo ningependa kurejea kila siku, kwa sababu sisi sote ni watu ambaye tuko sawa na tunakutana hapa kwa sababu ya unyenyekevu mkubwa na kwa sababu ya mapenzi yetu kwa nchi yetu, pamoja na kwa sababu ya kujali utu ya binadamu na yale mambo yote ambazo tumeona hazikuwa zinatakiwa zikuwe vile. Kwa hiyo tuko hapa kama jukwaa huru ya kuweza kuzungumza pamoja na kupeana maelimu pamoja na kuulizana maswali ambayo tunaweza kuona ikaleta mafaida kwa pamoja zetu. Kwa hiyo naomba sana tutumie lugha za maheshima, tusitumie mambo za matusi, tusikuwe watu ambaye moyo yake ni mwepesi sana kukerwa na akaongea vibaya. Hiyo sio sifa ya mtu mstarabu ama mtu aliyekuwa amestarabika ama mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo naomba kukumbusha kwamba sisi sote hapa ni watumishi wa Mungu. Kwa hiyo tumtumikie Mungu kwa hili njia ambayo itakuwa ina ukweli ndani yake, itakuwa ina unyenyekevu ndani yake, itakuwa inasema haki ndani yake. Kabla sijakuwa nimekwenda kwa topic kubwa, taarifa kama ya ufupi tu. Kesho ni siku ya Jumatatu, tuko na appointment, tuko na miadi ya kuongea na shirika ya United Nation juu ya kuweka uhakika kwamba kwa sababu tu ile ya maandamano yetu ya amani isokuwa na kikomo ambayo tutakuwa tunaifanya Tanzania nzima, ni kwamba tuko na lengo la kufanya maandamano yetu mpaka Umoja wa Mataifa kwa nchi ambayo branch ile kuweko Tanzania. Hii wiki iliyopita tumewasiliana na Umoja wa Mataifa New York, Marekani, na peke zao akaniambia kwamba kama hilo jambo inahusia Tanzania, bado wao wako na ofisi ndani ya Tanzania, na nikawaambia kwamba tuko na uelewa hiyo, na nikawaambia kwamba sisi tuko na mpango ya kufanya maandamano ya amani kabisa, lakini tungependa mkuje watu wa UN na mpokee maelezo yetu. Wakanambia sasa hiyo sio tatizo yoyote, tunawapokea na tutawafungulia kwa milango na tutatoka kuwasikiliza nini munataka, nini mumeandamana na kitu gani mungependa sisi tufanye kwa mujibu ya sheria ambayo inaturuhusu. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa vile hiyo jawabu tulipata ilikuwa ni Ijumaa, na Ijumaa kwa mida ya Amerika kwa nyumbani ilikuwa tayari imeshakuwa usiku. Kwa hiyo kwa mapenzi ya Mungu, kama kesho atakuwa bado katubakiza tukikuwa na uhai, tunatarajia mapema sana kuwasiliana na United Nation ambayo iko Tanzania kwa njia ya email, lakini bado nitapiga simu ya moja kwa moja kuwajulisha juu ya ujio wetu na matarajio yetu kwao, kwamba tunatarajia kama ambavyo Umoja wa Mataifa ya Marekani imetuambia kwamba wako tayari kutusikiliza. Kwa hiyo nitaconfirm kwamba tarehe 10 watatukuta pale, japo kuwa iko uwezekano ya tangia tarehe 9 kulala nje, lakini kwa sababu tu siku ya tarehe 9 itakuwa ni siku ya holiday, kwa sababu inaweza wale secretariat isikuweko kwa ofisi. Kwa hiyo inawaweka wazi kwamba tunaweza tukalala hapo ama vipi, lakini kihakika kabisa siku ya tarehe 10 tutakuwa hapo na nyinyi. Ndugu zangu, ninapenda kuhimiza kwamba maandamano haya ni ya amani, lakini hayatakuwa na kikomo,
na mpaka sasa tuko na majibu ya mashirika mingi ambazo zitatupatia uangalizi ya kimataifa kupitia organization za kimataifa, kwa sababu tu kuthibitisha zile maandamano zetu zitakuwa na amani. Lakini si kwa sababu iko na amani peke yake, lakini kiuhalisia ni kwamba haya maandamano hayawezi kuwa na kikomo mpaka pale tu zile mambo ambayo tunayataka yatakuwa yamesikilizwa na kukubaliwa na kufanyiwa kazi papo hapo. Ndipo maandamano yetu yatasita kwa siku chache tu. Baada ya hapo tutafungua maandamano mpya ya kushinikiza kwamba wale wote waliohusika na mauaji yale na wao wanatakiwa wauliwe, kama vile ndugu zetu wameuliwa kwa hadharani, na wao tunataka kuona maiti zao zikikuwa zimeuliwa. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, ninawaomba nyote mkuwe mnajitayarisha kwa mambo mawili, kwa psychological, kisaikolojia, pamoja na mentally, pamoja na physically, kimwili. Haya maandamano yatakuwa ni maandamano makubwa sana, na tumeyapanga vizuri sana. Ziko taarifa kubwa ambayo kwa sasa tunaamini sio muda yake hasa kuzungumza kwa sababu ya usalama na kwa sababu ya ulinzi. Lakini kwa siku 4 ya mwisho kabla ya kuingia kwa maandamano, tutafungua semina kubwa hapa juu ya maandamano zetu itakuwa vipi. Na katika semina hiyo nitawaunganisha watu wakuwe wanapata direction ya wapi wanakwenda automatic kupitia simu zao. Maana yake kwamba kutakuwa na address automatic ipo kwa simu yako, inakupeleka kwa ofisi ya Umoja wa Mataifa. So usikuje kwa unapoteza nguvu kujua utafikaje hapo. Kama Mungu amekubariki unamiliki smartphone, basi automatic ni itafanya tumedevelop software tayari ambayo itakuonesha wapi inakwenda. Na si kwamba itakuonesha wapi tu unakwenda, lakini pia itakuonesha upite njia gani kama upo na gari. Maana yake itakuwa iko na imeunganishika na satellite ambayo inakuonesha njia gani iko busy, njia gani iko na magari mingi, njia gani uipite ufike kwa haraka. Maana yangu ni kwamba kama kutakuwa na manjia matatu ambayo inaweza kukufikisha hapo UN, itakuonesha pale pale moja kwa moja kwamba ukipita njia hii sasa hivi iko foleni kubwa, pita hii ama hii. Na tutatrack mpaka magari za mapolisi kwa hiyo software na hiyo app ambayo siku 4 ama 3 ya mwisho kabla ya maandamano kila mtu atakuwa nayo. Na kupitia software hiyo tutakuunganisha na taarifa za msingi, taarifa ambayo ikiwa upo kwa mahatari yoyote ile utakuwa na uwezo ya kutamka kwa voice na itatufika. Na ikitufika mimi itakuwa tunaiunganisha na International Commission of the Red Cross. Tutaiunganisha na organization zile 5 yote ambayo tumekuwa tunaiomba ulinzi, na utataja jina yako na tutajua kuweza kukupatia msaada ya kisheria kwa haraka sana. Bado nipo kwa majitihada ya kuweza kupata jawabu kutoka TLS. Niliwapelekea email rasmi na barua rasmi wiki iliyopita, na nikawapigia simu pia, lakini nasubiri jawabu lao. Kama watatupa jawabu ya kuweza kutuunga mkono, nitawaomba na wao tukuwe tunawaunganisha kwa software yetu ambayo tutakuwa na wao wanapata habari za papo kwa papo. Nikisema papo kwa papo, maana yake itaweza kama muko watu 10,000 tutaweza kujua kwanza watu wangapi muko hapo. Tutaweza kujua kama kuna hatari yoyote, na kama sisi peke zetu tunaona hatari yoyote kupitia kwa njia ambazo Mungu ametupatia, hapo tutapost kupitia hiyo software kwamba hey, hapa kuna watu wanakuja, ama kuna kitu fulani, ama kuna jambo fulani. Tulivyosema mwanzo, kama haya maandamano yatakuwa maandamano ambayo hayajawahi kushuhudika kwa ukanda ya Afrika Mashariki, mtaweza kunielewa kabla ya siku 2 za kuingia kwa hizi maandamano, ikiwa tu Mungu peke yake kaniweka na hii uhai yake na katuweka na uzima huu ambao tuko nao. Hiyo ilikuwa kama tangazo kabla hatujakuja na topic kubwa sana. Kwa hiyo muhimu zaidi kwa sasa napenda kumhusia kila ndugu yangu kwamba
tunatakiwa tumuweke Mungu wetu mbele kwa kila jambo yoyote ile ambayo tunafanya. Na tutangulize maombi na dua sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mmiliki ya kila kitu kwa hili dunia, na Mungu ndio anajua hatima ya maisha zangu mimi na maisha za kaka zetu kama Twaha, Nuru na nyote ambayo mko chini. Mungu tayari anafahamu hasa wapi tutafikia. Na jambo jingine zaidi, ninaomba sana kila mtu asafishe kifua yake, aingie kwa hii mapambano akiwa na moyo wake mmoja na kumuweka Mungu wake mbele. Basi tunaamini kwamba Mungu ataweza kutupatia busara na hekima ya kujua hizi mambo zetu tunazofanya vipi. Kabla sijaingia tena kwa mada kubwa, pia tungependa kuchukua nafasi hii kuwaomba kaka zetu yeyote ambayo anasikia hii live, akikuwemo kaka Twaha, kuweza kuput pressure kwa TLS waweze kujibu email ambayo tumewapea tumewapa taarifa rasmi juu ya maandamano ambayo tunafanya, na tumeweka maombi yetu ambayo kama mkitaka nisome kwa ufupi kwa baadaye, niko tayari kuisoma hiyo barua, kwa sababu inawezekana tu yuko japo mtu mmoja hapa anatumika kwa TLS. Kwa hiyo kwa baadaye ningependa sana kama mtakuwa mumeridhia tuisome hii barua, na nitaje ni tarehe ngapi kabisa imewafika TLS watujibu, kwa sababu tunahitaji msaada yao ya kisheria juu ya maandamano zetu ambayo tunataka kuzifanya. Okay. Licha ya ukweli kwamba nilikuwa nimeandaa taarifa nyingine leo mpya ya kuja kutoa ya kubwa na ya kusisimua sana, lakini tumepokea maelezo kutoka kwa watu ambazo tunawaheshimu sana. Wametaka kwamba tunatakiwa tuirejee kwa ufupi ile taarifa ya jana ambayo tulisoma kidogo, ili watu waweze kufaidika zaidi. Kwa sababu lengo yetu sio kuzungumza sana, lakini lengo letu ni kuhakikisha kila raia amekuwa ana uwezo ya kupata taarifa ya ukweli na yenye usahihi, na kumujalia ama kumwezesha akuwe na ufahamu bora juu ya mambo inakwenda vipi. Kwa hiyo mimi kwa moyo wangu wote nimekubali kutumika tena kurejea jambo ambayo jana tumeifanya. Jana nilizungumza kitu kwamba kuna mambo machafu sana yanaendelea kwa serikali ya Tanzania, na haya mambo ni mambo ambayo serikali wamejaribu kuyaficha na kuwakosesha taarifa hizi sahihi raia wa Tanzania. Na licha ya ukweli kwamba haya ni mambo mabaya na yanaumiza sana, lakini wanaoumia sio wafanyakazi wa Ikulu na wala sio wanasiasa wakubwa. Haya maumivu yote yanawapata raia maskini na ya kawaida kama mimi na wewe. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, leo nimekubali kuirejea tena hii topic kwa ufupi, lakini ninaomba sana ninapoizungumza jambo, kama kuna mtu yeyote ile ambaye anataka kuthibitisha ukweli wa hii taarifa, ama anataka kitu inaitwa cross check, tafadhali sana usitosheke na maneno zangu peke yake. Andika hizi mambo, kafanya research peke zako kupitia internet, ama kwa njia ile peke zako unaweza. Kama haujatosheka zaidi, niko tayari kukutumia soft copy ya hizi taarifa ambayo peke zako inaweza ikakupa mwongozo. Ninaanza. Jana nilisema kwamba kuna kitu inaitwa ICSID, na nikawaambia kwamba ICSID ni international organization, maana yake ni shirika ya kimataifa ambayo ilianzishwa mwaka 1966 chini ya convention inaitwa Washington Convention ama ICSID Convention. Na ndugu yangu, nikawa napenda sana kuzungumza Kiswahili kitamu, kwa sababu ni kuwe na uhakika kwamba ndugu zangu wengi mnaweza kufahamu hasa ni nini nasema. Nikawaambia kwamba hili shirika ya kimataifa kazi yake kubwa ni kutatua migogoro baina ya wawekezaji wa kigeni na nchi. Kwa mfano, kama atakuja mwekezaji kutoka Kenya,
ama kutoka Botswana ama kutoka United Kingdom anataka kufanya uwekezaji ndani ya nchi yetu ya Tanzania na tukafunga naye mikataba za kimataifa, pale tu tunapokosana, yule mtu hawezi tena kuja kwa mahakama ya ndani ya nchi yetu. Anakuwa moja kwa moja anakwenda kwenye hii mahakama ama kwenye hii shirika ambayo ina mamlaka ya kimataifa ya kuingilia migogoro na kuamua makesi baina ya wawekezaji na baina ya serikali. Kwa hiyo kwa ufupi tu, hiyo ndo maana ya ICSID. Ninaamini kidogo kama kwa kutoa introduction inawezekana nimefahamika. Sasa ndugu yangu, kitu ya kuumiza sana ni kwamba huko ICSID kuna kesi zaidi ya 21 ambazo zimeshtakiwa nchi ya Tanzania na wawekezaji wa kigeni. Na mbaya zaidi, kesi yote ambayo sisi tumeshtakiwa Tanzania na kulalamikiwa, wametushinda, kwa maana ya kwamba washtaki wameshinda. Na baada ya kushinda hizi washtaki, tumetakiwa tulipe multi-millions of dollars. Kwa maana yake kwamba tumetakiwa tuwalipe mafidia hawa majamaa mabilioni ya madola. Na hizo fidia tumelipa. Na mbaya zaidi, sababu hasa za kuwafukuza hawa wawekezaji ama za kuwatoa kwa nchi yetu ni kwa sababu ambayo mbaya sana na ni dhambi kubwa sana. Sababu nyingi zilikuwa ni ulafi, rushwa, watoto wa viongozi wanakwenda kwa wakuu wa makampuni, wanataka wapewe, ni moja iko na ushahidi kabisa. Mtoto wa kiongozi mwaka 2005 huko alitaka pewe $500,000 kwa mwaka huo, kwa sababu alikuwa na birthday party nchini Uingereza na hii kampuni ikakataa. Baada yake baba yake akaamua kuivuruga na kuitoa kwenye nchi. Kwa sababu ndugu yangu, mimi napenda kuzungumza jambo ambayo iko na ushahidi wa wazi, ushahidi ambayo kila mtu anaweza kuifikia, na ningependa kuthibitisha hizi mambo kama hivi inafuatwa. Ni jinsi gani nchi yetu CCM pamoja na serikali yake imeweza kuharibu maisha ya Watanzania, imeweza kutuweka kwa umaskini mkubwa uliokuwa imepitiliza, pamoja na kutubebesha raia za kawaida madeni makubwa. Na ndio maana unanunua umeme kwa bei kubwa, ndio maana unanunua sukari kwa bei kubwa sana, kwa sababu tuweze kulipa madeni ambayo yamesababishwa na watu wawili ama watatu, na badala yake hiyo deni yote tunatakiwa nchi nzima tuwe tunalipa. Naanza kuthibitisha kesi hizo kama ifuatavyo. Kuna kesi ambayo imesajiliwa huko ICSID kwa usajili namba ARB/05/22. Hii kesi ni mashtaka ambayo tumeshtakiwa na kampuni inaitwa Bywater Gulf Tanzania Limited. Hii ni kampuni ilishitaki serikali ya Tanzania kwa kuvunja mkataba mwaka 2005. Mwaka 2005 ni hii sasa, hii makesi tayari imekuwa concluded, maana yake iliamuliwa, na tukatakiwa kama serikali tukue tunalipa mapesa mingi sana. Hizi mambo zimefanyika wakati Raisi na Amiri Jeshi Mkuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini sasa niko na nyaraka iliyokuwa inathibitisha kwamba Kikwete, kwa sababu alikuwa na ukaribu na watu na majambazi kama kina Rostam Aziz, walitoa hii kampuni kwa ubabe na kuidhulumu, kwa sababu hizi mambo aweze kupata marafiki zake. Kwa kuthibitisha jambo hiyo, ninaomba ndugu yangu kaangalie kesi iliyosajiliwa ICSID kwa namba ARB/05/22. Ikapelekea sisi peke zetu raia wa kawaida tulipe millions of dollars kama fidia, kwa sababu watu wawili walikuwa wanataka kupeana raha peke zao. Kesi nyingine ambayo tumeshtakiwa Tanzania ilisajiliwa kwa namba ARB/10/12. Hii ilikuwa kesi baina ya benki inaitwa Standard Chartered Bank Vice dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 2010.
Hii ni miongoni mwa makampuni ambazo watoto wa viongozi alienda kuhitaji pesa nyingi sana, na kwa sababu tu hakufuata sheria za kupewa hiyo mkopo, akaamua kufanya ubabe pamoja na kuivuruga, kupelekea kwamba hawa majamaa kuvunjiwa mikataba yao na kuto kufanyiwa haki, na kampuni ya Standard Chartered ikaenda kuishitaki serikali ya Tanzania kwenye shirika ambayo inaitwa ICSID. Hii ni kesi ya mwaka 2010, ni bado tu chini ya Rais Kikwete. Na bado kama hiyo haitoshi, kesi hii ambayo yenye usajili ya ARB/10/12 imeelezwa wazi ni jinsi gani familia ya rais ilisababisha hii kesi kupitia website inaitwa UNCTAD Investment. Unaweza peke yako kama Mungu atakupa ya muda kasome taarifa rasmi juu ya hii kesi kupitia hiyo website ambayo nimekupatia. Kesi ya tatu, tukashitakiwa tena na Standard Chartered, wakaishitaki tena kwa mara ya pili Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na kesi hii ikasajiliwa kwa namba ARB/15/41. Imesajiliwa rasmi, na pia vile vile ikatokana na uwizi mkubwa ambayo inasemekana kwa mujibu ya website ya Italy inaitwa italaw.com, ambayo familia za viongozi wakubwa ya nchi yetu ilienda kuhitaji mapesa, ilichukua mapesa kwa ajili ya kufanya makampeni ya CCM, na baada yake hawakutaka kufuata utaratibu. Baada yake, kwa sababu tu kampuni hii haijakuwa kukubalia kufanya mambo ya hovyo, wakatumia ubabe ya kiserikali na kutoa, na hawajajali kwamba hii hasara itakujia wewe raia ya kawaida na mimi. Kesi ya 4 ni mashitaka mengine ambayo tumeshtakiwa kwenye mashirika ya kimataifa. Hii inakupa kesi namba 4. Hata ile jambazi ya Tanzania ya kawaida hana mashtaka mingi kama haya, kwa jinsi ambavyo sisi peke zetu nchi yetu tumeshtakiwa na kuchafuliwa kwa mashirika ya kimataifa kwamba sio waadilifu kwa wawekezaji ya kimataifa. Kesi hii imesajiliwa kwa namba ARB/17/33. Walotushitaki kampuni inaitwa Eco Development in Europe AB and Eco Energy Africa ABV. Wameshitaki serikali ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 2017. Mwaka 2017. Na hii ndugu yangu kwa kuumiza moyo sana, walikuwa hawa majamaa wana uwezo ya kushusha bei ya umeme kwa manchi zetu pamoja na gesi ya kupikia na kuweka mavitu yenye ubora zaidi, kwa sababu tu maviongozi ya Tanzania ni viongozi ambao hawafanyi siasa peke zao, lakini wanafanya kazi na wafanya mabiashara ya Tanzania, ambayo wafanya biashara matapeli yanauza magesi na wanafanya mambo ya mamadini, wakakuwa tayari kwamba kampuni hii ya kieuropa ya kimataifa itolewe bila ya utaratibu na tulipishwe madeni sisi maraia za kawaida, kwa sababu tu ya kupeana raha wao peke zao kwa peke zao. Kama hiyo haitoshi, kesi namba 5 nyingine ambayo tumeshtakiwa sisi kwenye shirika ya kimataifa ya ICSID, imesajiliwa kesi hii kwa namba ARB/19/8. Tumeshtakiwa na kampuni imesajiliwa kwamba Ayub Farid Michael Saab, wameishitaki Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 2019. Kama bado hiyo, kesi nyingine tukashtakiwa imesajiliwa kwa namba ARB/20/25. Walotukua wameshutaki sisi ni kampuni inaitwa Wilshire Gold Corp, imeshitaki Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 2020. Bado ndugu yangu tukaja kushtakiwa tena. Tumekuja kushtakiwa na kampuni inaitwa Nachingwea UK Limited na Ntaka Nickel Holdings Limited. Wameishitaki serikali, na kesi hii imesajiliwa ICSID rasmi kwa usajili namba ARB/20/38. Haya makesi kama kampuni hii, kama ndugu yangu utaweza kusoma taarifa kamili
ambayo ni taarifa ya kiintelijensia. Ilikuwaje hasa migongano hii katokea, sio ile ambayo imewekwa kwa mitandao. Utaweza ukaumia moyo na ukalia sana ni jinsi gani viongozi yetu ni watu wamekuwa wabaya kiasi kwamba wamekuwa tayari hawajali maslahi ya mataifa zetu, hawajali watu wanyonge vile inateseka, hawajali kama tuko na hospitali ambayo haziko na madawa. Wamekuwa tayari wao wawapema migodi hii watu wahovyo wengine na kutoa kampuni ambazo ziko na masifa, na wakakuwa tayari tulipe madeni ambazo pesa zake namba yake peke yangu mimi sijui kuitaja. Ndugu yangu, kama hiyo bado haitoshi, kuna kesi namba 8 imesajiliwa kwa namba ifuatayo ARB/21/6. Kampuni inaitwa Montero Mining and Exploration Limited imekuwa imeishitaki Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa mwaka ambayo inaitwa 2021. Wametushitaki kampuni hii hii ni kampuni ya Canada imetushitaki sisi, na jambo hili nimesoma taarifa ya siri kabisa, licha ya ukweli kwamba ilikuwa wakati ya Magufuli, lakini ilikuwa inatokana na mikataba ya wizi na mibaya sana ambayo ilikuwa imefungwa na kabla ya na Rais Bwana Mrisho Kikwete, jambo ambayo kwa sababu tu rais ya wakati hiyo ya Tanzania Magufuli aliumizwa sana na aina ya mkataba mbovu kabisa ya mali zetu, akaona ni bora hata tuvunje kwa kuokoa maisha zetu za baadaye. Kama ndugu yangu hiyo bado haitoshi, tumeshtakiwa tena kwa kesi ambayo iko na mausajili namba ARB/24/42 na kampuni inaitwa Equa Power and Catalyst Capital Limited. Wameishitaki Tanzania mwaka jana, mwaka 2024. Na hii kwa mujibu ya taarifa ya kiintelijensia imechapishwa na majamaa wa Italy. Mtoto ya Rais Abdul anahusika kikamilifu kabisa kututia taifa hasara kwa kuvunja hii mkataba, na sasa tuko kwa madeni kubwa ambayo hesabu yake hatuwezi kuitaja hapa, na kwa sasa tuko kwenye kufanya hizo malipo. Bado ndugu yangu, kama itakuwa bado moyo wako haujaweza kukuuma kwa jinsi gani tuko watu ambayo tunavurugwa, na kutajia kesi nyingine. Ni kesi ambayo imesajiliwa kwa namba ARB/25/44. Tumeshtakiwa na kampuni ya Pan African Energy Limited. Wameshitaki Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka huu, pamoja na wakaishitaki na kampuni ya Tanzania Petroleum Development Corporation, ambayo hii share yake kubwa kabisa inamilikiwa na rais ya Tanzania ambaye alikuwa anajulikana kwa jina yake Jakaya Mrisho Kikwete. Ako na mikoa, anauza mapetrol. Amehiari kwamba kwa sababu tu yeye kuweze kufanya mambo kwa raha zake, ameitia nchi kwa migogoro, na kwa sababu tuko na rais ambaye Mungu bado hajampea busara ya kutosha na hako na upeo mkubwa, amekubali kuitia taifa kwa mashida. Ndugu zangu, nimetanguliza mwanzo kusema kuna kesi zaidi ya 21 ambayo tumeshtakiwa sisi. Sidhani kama nitakuwa na nguvu ya kuendelea kuzitaja zote, lakini nimewapa taarifa muhimu ambazo mnaweza peke zenu mkakwenda kusoma na mkaona. Naomba kumalizia kidogo, halafu tuwape kaka zetu kinatwaha waweze kuanalyze hii jambo ni nini hasa maana yake kinchi. Kwa ufupi ndugu yangu, hii shirika ya ICSID ni shirika ambayo ya kimataifa. Maana yangu ni hivi: kama kuna mwekezaji yoyote yule ambaye ni tajiri kweli, anataka kuja kuwekeza nchi ya Tanzania, anawenda kuomba ripoti hapa kwa hii shirika juu ya Tanzania. Maana yake, kwa mfano kama mimi ninakuwa nataka kumuoa mwanamke, naenda kuulizia taarifa zake. Je, huyu mwanamke ana matabia gani? Huyu mwanamke anafaa ama vipi? Huyu mwanamke ana rekodi gani mbaya? Maana yangu ni kwamba kwa mujibu ya taarifa ambayo imechapishwa na shirika the website inaitwa ICSID.worldbank, imethibitisha kwamba kuna mashirika za kimataifa ambazo ziko na mapesa mingi sana zimetaka kuja kuwekeza Tanzania kwenye mambo ya utalii, kwenye viwanda vya bahari, pamoja na kuweka maviwanda ya uvuvi mkubwa sana. Wamehairi
wamehairi kuja kuleta mapesa zao kwa nchi yetu kuja kuwekeza baada ya kupata ripoti chafu juu ya nchi yetu inotoka kwa CSID kwamba hatuko waaminifu, kwamba ni watu ambazo tunavunja mikataba kwa maovyo ovyo kwa sababu tu ikiwa mke ya rais ama mtoto ya rais kataka $800,000 ama $1,000,000 akafanya mambo za raha zake, akifuata hizi kampuni hazijampea anaweza akavunja. Ndugu yangu, naomba kukuonesha ni kwa jinsi gani chama ya CCM pamoja na serikali ya Tanzania wameivuruga Tanzania, wamevuruga uchumi ya Tanzania, na wao ndio sababu ya kufanya raia ya Tanzania au kuwe anauza njugu kama anavyosema Kakasama, ama kuwe anaziba maplastiki ya manini inaitwa masufuria. Ndugu yangu ya Kitanzania, hakuna njia nyingine yoyote hile kwa sasa tunaweza kusafisha ama kuondoa hawa majamaa isipokuwa kufanya maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo. Kwa sababu kwa mujibu ya taaluma ya kuondosha serikali haramu ziko manjia 3 tu ambayo hii somo nimeshawapea, nitarejea kwa ufupi kwamba njia ya kwanza inaitwa political paralysis, njia ya pili inaitwa administrative paralysis, na njia ya tatu inaitwa protest paralysis. Nikisema political paralysis maana yake kama kuna nchi ambayo iko wanasiasa wana nguvu sana na ipo uhuru wa wanasiasa, wale wanasiasa ama ile vyama ya siasa mbili kubwa zikigombana, serikali inaweza ikaparalyze na ikapelekea watu nyingine wajiuzulu. Jambo hiyo ndugu yangu haiwezekani tena kwa sasa hivi. Kwa sababu vyama vya siasa vya kipinzani vingi ni vyama ambavyo vinatumika na chama tawala. Kama ile chama ya yule mjamaa niliyowaambia mwenye matobo ya uso, ni mjamaa ambaye iko ushahidi ya kiintelijensia kwamba kichama yake kimekuwa kimeanzishwa na Bwana Kikwete. Na chama ambayo kidogo inaaminika kwamba wako wanasiasa wa kweli kabisa ambao walikuwa wanaweza kuifanya political paralysis, tayari wameshauliwa, tayari wamewekwa majela. Kama ukimwangalia bwana mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ndio mtu pekee ambaye ipo rekodi iliyoandikwa kabisa ya ushahidi kwamba amewahi kufanya political paralysis. Amewahi kufanya political paralysis kwenye shirika ya ndege ya Tanzania. Amewahi kufanya political paralysis akapelekea kwa ripoti yake ya kwenye bunge waziri mkuu bwana Edward Lowassa akaondoka kwa serikali. Hii yote imefanywa na wapinzani ya kweli. Sasa serikali wamejaribu kumuua mjamaa na kwa sasa yuko jela kwa kesi ambayo anaweza akanyongwa ama kuuliwa. Maana yangu kwamba msitegemee yule mjamaa wa matobo kama anaweza kuiletea nchi yetu political paralysis, kwa sababu yule sio mkweli. Na njia nyingine ya kutoa maserikali nimewaambia kwamba inaitwa administrative paralysis. Maana yake kwamba wale watumishi wa serikali wagome kufanya kazi kwa sababu hawakubaliani na serikali. Kwa mfano, mapolisi usikie siku wanaandamana wanasema hatufanyi kazi kwa sababu tumeona mikataba ile iliyovunjwa Loteja Bill hatukubaliani nayo, tunataka report. Ama jeshi igome kufanya kazi, ama madaktari, ama walimu. Jambo ambayo kwa sasa haiwezekani tena kwa sababu CCM imecheza na maakili ya Watanzania, wametafuta primitive na watu ambayo wanatoka UV CCM ndo wamewapa udaktari, ndo wamewapa walimu, ndo wamewaweka wizara ya ardhi na wamewaweka mawizarani mote. Maana yangu kwamba huwezi kukuta hawa watumishi wakaigomea serikali kwa sababu wao ni primitive na ni watu ambazo zimetoka kwa chama ya CCM. Sio watu ambayo walikuwa na elimu. Wamejitokeza baadhi ya watu wachache ndani ya chama ya mapinduzi kama bwana Professor Assad na yule Warioba, ni watu ambayo walijaribu hivyo lakini hawajakuwa na nguvu. Hivyo basi ndugu yangu, njia peke yake iliyobakia kuondosha hizi mambo ni kupitia protest paralysis, kufanya maandamano mpaka tuhakikishe tunaiparalyze serikali. Ningeomba kusimamia hapo niweze kuwapa kaka zetu nafasi ya kuchambua hii ripoti ambayo ya kuvunjika kwa mikataba kwa sababu ya ulafi wa familia za serikali na dhidi ya ushahidi ambazo nimewaekea, alafu tuendelee na mambo nyingine. Asante sana na ninaomba Mungu akibariki hii kikao yetu na atupe busara za kuendelea kuzungumza. Naomba sasa niwasikilize na nyinyi.